pamba, katani, chai, tumbaku, hata ukaazima na karafuu ya Pemba na Zanzibar. Ukazichanganya zote, zilikuwa hazifikii mauzo ya zao la korosho. Mwaka 2017. 2018 serikali ya CCM ikafanya mambo yake. Mauzo ya korosho yakapungua toka dola milioni 530 na kufikia dola 110. Toka dola 530 milioni na kufikia dola 110 milioni. Wananchi wa Mtwara, wananchi wa Lindi wakapewa umaskini na serikali ya CCM. Halafu kijana wa Mtwara wa Lindi unajitokeza unasema unaenda kuunga mkono juhudi. Unaunga mkono juhudi gani? Juhudi za kuwapa umaskini wananchi wa Mtwara na Lindi. Ndugu zangu, kama kuna watu wana kila sababu ya kuwa na usongo dhidi ya CCM, hamnapo kama ndugu zangu wa mikoa ya kusini, Mtwara na Lindi na Ruvuma yake. Ndugu zangu, mjaliwa, mna bahati, mna gesi. Mipango ya serikali, mipango ya TANESCO inaeleza kwamba kituo cha kufua umeme Mtwara megawati 600 kiweze kuwa kimejengwa. Kituo hicho kimejengwa, mpaka leo hamna. Ndugu zangu, gesi ni malighafi ya kutengeneza mbolea. Gesi ni malighafi ya viwanda vya kemikali. Leo hii ilikuwa Mtwara pawe na ajira cheketu, pawe na ajira nyingi kwa kutumia gesi kama malighafi ya viwanda. Kuna gesi Bahari Kuu. Mpaka sasa maamuzi ya kuichimba na kuichakata gesi hiyo bado haijafanywa. Wenzetu Mozambiki tayari maamuzi ya kuichimba na kuichakata gesi ya Bahari Kuu yameishafanywa, lakini serikali ya CCM bado haijaweka mazingira mazuri ya kuweza kufanya uwekezaji mkubwa, vijana wa Mtwara na Lindi wakaweza kupata ajira. Kama kuna watu wana kila sababu ya kuikataa CCM, hamnapo kama ndugu zangu wa mikoa ya kusini. Mna bahati, mna bahari, lakini uvuvi unaofanyika mikoa ya kusini ni uvuvi ulioduni, uvuvi usiotumia vyombo vya kisasa. Utastajabu, tuna bahari kubwa, lakini eti Tanzania tunavua samaki wengi maji baridi kuliko tunaovua kwenye bahari. Wavuvi hawajapewa msaada wote wa kuweza kuitumia bahari, kuweza kuvua. Mikoa ya kusini ina bahati ya kuwa na ufukwe mkubwa. Mgombea mwenza wangu ni mwekezaji katika hoteli za kitalii. Amepita Lindi na Mtwara, anaiona bahari, anaona fursa kubwa za kuweza kutumia ufukwe huu kuwa na biashara kubwa ya kitalii.
Mikindani mji wa kihistoria, lakini fursa za kusini haziishii kwenye ufukwe tu. Kuna mbuga ya Selous. Vyote hivyo ni vivutio muhimu vya kuweza kuongeza ajira ya vijana wetu, ambao serikali ya CCM ambayo karibuni mwakani itafikisha tunahitaji kuleta mabadiliko, kuweza kuitumia mikoa ya kusini rasilimali zilizopo kuendeleza wananchi wa mikoa ya kusini, lakini pia kuiendeleza Tanzania. Tuna bahati, kuna kilimo kinachostawi mikoa ya kusini: choroko, mbaazi, ufuta. Waziri Mkuu wa India alipotembelea Tanzania alieleza kwamba India iko tayari kununua tani milioni 7 za mbaazi, dengu, choroko na jamii ya kunde. Lakini ahadi hiyo haikufanyiwa kazi. Soko la mbaazi limeharibika. Wananchi wanaambiwa na CCM, kuleni wenyewe mbaazi mlizolima. Ndugu zangu, tunahitaji kuleta mabadiliko. Tuwapate wabunge, tuwapate madiwani watakaosimamia haki sawa kwa wananchi wote. Na tunapozungumzia haki sawa, ni pamoja na haki ya wananchi wa mikoa ya kusini wasiwe raia wa daraja la 3 au daraja la 4, wawe raia wa daraja la kwanza, na tutumie rasilimali zilizoko mikoa ya kusini kuweza kuendeleza wananchi wa mikoa ya kusini na Tanzania kwa ujumla. Ndugu zangu vijana wameeleza hapa, na nyie wenyewe mnaeleza, hali ya uchumi imekuwa ngumu. Umekuja msamiati mpya, msamiati ambao tulikuwa hatujausikia hata 2015, kwamba vijana wanasema vyuma vimefanyaje? Vyuma vimekaza. Wenye girisi ya kuweka kwenye vyuma vilivyokaza ni sera za chama cha CUF, ni sera za kuboresha mazingira ya kufanya biashara, sera ya kuboresha mazingira ya uwekezaji, sera ya kuboresha mazingira ya ujasiriamali. Katika kipindi cha miaka 5 mzunguko wa fedha umekuwa mdogo. Saidi Kulaga hapa, katibu wetu, anatueleza biashara haitoki, hakuna mzunguko wa fedha unaokidhi mahitaji. Tunahitaji kuibadilisha hali hiyo, kuboresha mazingira ya kufanya biashara, kuhakikisha kwamba ujazi wa fedha unakidhi mahitaji. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, ujazi wa fedha umeongezeka kwa chini ya 10%. Tunahitaji kuwa na lengo la kukuza uchumi huu uweze kuongeza ajira, alau kila mwaka uchumi, pato la taifa liweze kukua kwa 10%. Na ndugu zangu, hilo linawezekana. Ujazi wa fedha katika uchumi wa Tanzania alau kila mwaka uongezeke kwa 20%. Hilo pia linawezekana. Ni swala la sera, najua ninalolisema. Ndugu zangu, tunaweza tukaibadilisha hali, watu wakawekeza katika maeneo mbalimbali, wawekezaji wa ndani
na wawekezaji wa nje. Na ndugu zangu, ili tuweze kuendelea, tuwe na maendeleo ya muda mrefu, lazima tuwekeze kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga. Leo hii tunavyozungumza, nchini Tanzania kina mama wengi wanaenda kujifungua hawana damu ya kutosha miaka 60 baada ya kupata uhuru. Tunavyozungumza, watoto Gates alitembelea Tanzania. Huyu ni tajiri mkubwa wa Marekani, ana kampuni ya kompyuta. Anasema alipokuja Tanzania, kila akitazama mtoto anakadiria huyu mtoto bila shaka miaka yake 5. Anamuuliza yule mtoto, una miaka mingapi? Anamwambia na miaka 9. Anamtazama mwingine, anasema una 6. Anamwambia na 10, kwa sababu ya kukosa lishe bora. Na wataalamu, ndugu zangu, wa mambo ya watoto, na hili nalirudia kila wakati, wanaeleza siku 1000 za mtoto ndiyo siku muhimu, siku 1000 za mwanzo. Miezi 9 akiwa katika tumbo la mama yake na miaka 2, ndipo mtoto anajenga ubongo wake, ndipo mtoto anapojenga maungo yake, ndipo mtoto anapojenga kinga ya mwili. Ukimnyima mama mjamzito lishe bora, maana yake unamhukumu mtoto awe na maisha magumu katika maisha yake yote. Chama cha Haki Sawa na Furaha kwa Wananchi Wote kinataka kuwekeza kina mama wajawazito wapate lishe bora, wajifungue kwa staha, watoto wetu wapate lishe bora, wajenge maungo yao, wajenge akili yao, wajenge kinga ya mwili. Ndugu zangu, elimu ndiyo ufunguo wa maisha. Kambaya kaeleza hapa, toka 95-2000 chama cha CUF kimekuwa kinadai kwamba kila mtoto wa Tanzania awe na haki ya kupata elimu iliyo bora. Kila mtoto ajielimishe kwa uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu, na sio kwa sababu ya pesa alizonazo mzazi wake. Ndugu zangu, na elimu ya sasa inaenda na kutumia mitandao ya kompyuta, kutumia internet. Tunahitaji tuwekeze katika elimu iliyo bora. Kila shule ya msingi, shule ya sekondari iunganishwe na interneti, na watoto wetu waanze kutumia kompyuta wakienda shule za msingi. Ndugu zangu, linawezekana. Jumuiya ya kimataifa imeeleza toka mwaka 2005 iko tayari kushirikiana na serikali zozote zinazohitaji kupenyeza matumizi ya kompyuta kwenye elimu ya watoto wao. Na ndugu zangu, elimu sio kwenda shule tu. Watoto waende shule, wajifunze. Watoto wetu waweze kushindana. Dunia ya sasa ni dunia inayoenda na mitandao. Unaweza kujiendeleza kwa lugha mbalimbali kwa kuweza kutumia kompyuta. Lazima tuwekeze watoto wa Mtwara, na wao wakienda shule waweze kutumia kompyuta, na hili linawezekana. Ndugu zangu, kilimo chetu ni kilimo ambacho kimepitwa na wakati.
Mkulima mdogo anaweza kuwa ni mkulima mdogo, lakini akawa ni mkulima mwenye tija, mwenye kipato kizuri. Lazima tuwekeze kwenye zana za kisasa. Serikali ya CCM katika miaka 5 iliyopita, kwenye kila shilingi 100 zilizotumiwa na serikali, ni chini ya shilingi 3 ndiyo zimeenda kwenye sekta ya kilimo.